Dhambi ipo malangoni mwako na mshahara wa dhambi ni mauti. Ogopa sana, ni wakati wa kwenda kutubu, ni wakati wa kwenda kutubu, utengeneze, ukaombe msamaha. Ni watu wangapi wanalia kwa ajili yako? Ni machozi mangapi yanamfikia Mwenyezi Mungu? Ni damu za watu wangapi ambazo ziko mbele ya uso wa Mwenyezi Mungu, ambazo wewe ndiye chanzo, wewe ndiye msababishaji, wewe ndiye umesababisha maisha ya watu wengine kupotea, kuharibika. Ni wewe. Haleluya! Mtu wa Mungu, na kuomba muda ni sasa. Tafuta muda ukatubu na ukatengeneza na Bwana. Maandiko yanasema ndipo Bwana 15, Bwana akamwambia, kwa sababu hiyo yeyote atakayemuua Kaini atalipizwa kisasi mara 7. Bwana akamtia Kaini alama, mtu amonaye asije akampiga. Umeona, Bwana akumwondolea laana. Kwa wewe unaofanya mambo hayo, hiyo laana ipo juu yako. Maana ni kwamba Mungu akumwondolea ila laana, lakini akambadilishia ya kwamba akamwekea alama katika paji ya uso wake, ili atakayemwona basi aone ile alama, asimuue, amwache na dhambi zake na hatia yake azidi kuzulula nayo na kuzunguka nayo. Haleluya! Ndivyo ulivyo wewe, mtu unayefanya njia hizi na matendo na tabia hizi. Sikiliza, Mungu ametupa mamlaka, na yote mamlaka yapo mkononi mwako. Anasema uzima na mauti vipo mikononi mwako. Wewe ndio wa kuchagua. Kwa kutenda wema na mabaya upo mikononi mwako, wewe ndio kuchagua. Ukitenda wema unastahili kupata mema, ukitenda mabaya unapata mabaya. Yes, ukichagua uzima unapata uzima milele, na ukichagua mauti unakufa katika mauti ya milele. Haleluya! Njia zako ni zipi? Mbona unafanyia watu vitu ambavyo upendi wa kufanyiwa? Mbona unakuwa mkatili kiasi hicho? Mbona unaona vitu vyako ndivyo vya thamani? Kuibia mtu mwingine, kuvunja nyumba mtu mwingine, kuvunja ndoa, kuharibu kazi, mahusiano, kugombanisha watu, kuwa mchonchezi, unaona ni kawaida. Lakini wakifanyia wewe hivyo, unakuwa ni mtu wa kwanza unaugua, mtu wa kwanza kuambulia maumivu, unalialia, unalalamika, unakuwa mlalamishi. Haleluya! Kumbe ni sahihi ukifanya wewe sio sahihi. Kizazi cha nyoka. Mungu anakuita, badilika na utende wema. Nataka tukajifunze jambo moja na kuambia, Mungu anakuita katika siku ya leo. Nenda ukatengeneze na ukabadilike, nenda ukatengeneze na ukabadilike, nenda ukaombe msamaha, nenda ukatubu, omba msamaha kwa watu ambao wakosea. Ni wangapi wanalia? Jiulize, ni wangapi wanalia kwa ajili yako? Ni wangapi wamekufa kwa ajili yako? Ni wangapi walisitisha maisha yao, uraribu ndoto zao, uraribu hatima zao? Umefunga uzao watu wasizae, umefunga watu wasio wala kuolewa. Wewe ni mtu wa aina gani? Haleluya! Wewe ni mtu wa aina gani usiopata na huruma, lakini unapenda uonewe wewe huruma? Wewe binadamu upo ndani yako kwa watu wengine. Haleluya! Upendi uone mtu anakuzidi, unataka uwe chini yake, na wakati wewe sio mtu anayejibidisha, sio mtu anayejuhudi wa kujituma kufanya mema. Mtu wa Mungu, jitume kufanya mema, jitume kufanya kitu kizuri katika kazi yako, katika kila jambo, jibidishe. Acha kuwa na moyo wa kisasi, wa chuki, kuchukia watu wengine wanaojibidisha katika maisha yao, au katika wito wao, au katika maono yao, au katika hatima yao. Usiwe chachu ya kusitisha maisha ya watu, badala yake kuwa baraka. Kwa nini unakuwa laana kwa watu wewe? Kwa nini wewe ni laana kila mahali unapokwenda? Kwa nini maisha haujichunguze? Kwa nini? Yani kaa sehemu, jifungie chumbani, jichunguze maisha yako, ujiulize, kwa nini mimi nipo hivi? Kwa nini mimi sijawahi kuwa baraka? Kwa nini mimi sio baraka kwa ndugu zangu? Wewe ni mtu wa kwanza mgombanishi. Watu wakifanya mema unawakosoa, wakifanya mabaya ndo kabisa, au ndo nafurahi. Kwani wewe ni mtu ambaye sio furahia mafanikio ya watu wengine? Kazi yako ni kukosoa, kazi yako ni kuteta watu.
ya kufaa ufungiwe jiwe la kusagia shingoni na utoswe baharini. Haleluya! Bwana akapate kukurehemu utakapomlilia na kumuomba katika siku ya leo. Bwana akapate kukusamea. Sikiliza andiko hili linasema nini, na andiko hili litakuhimiza kuingia kwenye toba, litakuingiza kwenye toba. Mtu wa Mungu, tupo nyakati za mwisho, tupo nyakati za mwisho. Hakikisha unatengeneza njia zako, hakikisha unabadilika, hakikisha unakuwa mtu ambaye anayefaa. Kuwa smart, kuwa smart. Watu wengi wanafikiri kuwa smart ni kuoga na kuvaa nguo safi ndio kuwa smart. Kuwa smart kunaanzia katika matendo ya rohoni, mwilini, alafu kunatoka nje. Kuwa smart, mtu wa Mungu, kuwa smart. Kuwa smart yako sio kwa kujilemba na kujilemba, kuvaa nusu uchi. Smart yako sio kuvaa wa kiume unavaa nguo za kike, wa kike unavaa nguo za kiume. Huo sio smart. Kuwa smart, kuwa smart, kuwa smart rohoni, katika matendo yako, tabia zako.